Mvutano kati ya Iran na Marekani umeingia katika hatua mpya ya hatari baada ya vyombo vya habari vya serikali ya Irani kuripoti kuwa vikosi vya usalama vya nchi hiyo vilifyatua risasi za onyo dhidi ya meli 4 zilizokuwa zikijaribu kuvuka mlango Hormuz bila kuratibiwa na mamlaka za Iran. Tukio hilo limetokea saa chache tu baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran, jambo ambalo limeongeza hofu ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa wa kijeshi katika Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa televisheni ya Iran IRIB, meli hizo 4 zilijaribu kuvuka mlango Hormuz mapema leo asubuhi bila kutoa taarifa kwa vikosi vya usalama vya Iran ambavyo vinasimamia usalama wa bahari katika eneo hilo. Serikali ya Iran imedai kuwa meli hizo hazikufuata utaratibu wa kawaida wa mawasiliano ya kiusalama unaotakiwa kwa vyombo vinavyopita katika eneo hilo, hali iliyochukuliwa kama kitendo cha kutia shaka usalama wa taifa. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na IRIB kupitia mtandao wa Telegram, vikosi vya Iran vilianza kutoa onyo rasmi kwa meli hizo ili zisimame na kutoa utambulisho pamoja na sababu ya safari zao. Hata hivyo, ripoti hizo zinasema kuwa meli hizo zilipuuzia maelekezo hayo na kuendelea na mwendo wake, jambo lililosababisha vikosi vya Iran kuchukua hatua ya kufyatua risasi za onyo. Iran imesisitiza kuwa risasi hizo hazikulenga moja kwa moja meli hizo, bali zilikuwa ni hatua ya tahadhari ya kuwalazimisha mabaharia kubadilisha mkondo na kuondoka katika eneo hilo. Baada ya kufyatuliwa kwa risasi hizo za onyo, vyombo vya habari vya Irani vinasema meli hizo zililazimika kugeuza mkondo na kurejea zilipotoka. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu mataifa yaliyosajili meli hizo, mzigo uliokuwa ukisafirishwa, au iwapo zilikuwa za biashara, kijeshi au zinazohusiana na operesheni maalum za kiusalama. Kutokuwepo kwa maelezo hayo kumeacha maswali mengi kuhusu mazingira halisi ya tukio hilo. Tukio hili limejiri katika kipindi nyeti sana ambapo mvutano wa kijeshi kati ya Washington na Teherani umeendelea kuongezeka baada ya Marekani kutekeleza mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Ripoti za kijeshi zinaeleza kwa mashambulizi hayo yalilenga eneo la karibu na mji wa Bandar Abbas kusini mwa Iran, sehemu ambayo ina umuhimu mkubwa wa kijeshi na kiuchumi kwa taifa hilo kutokana na uwepo wa vituo vya jeshi la majini pamoja na miundombinu ya kimkakati ya usafirishaji wa mafuta. Iran imezitaja hatua za Marekani kama uchokozi wa moja kwa moja dhidi ya mamlaka yake ya kitaifa, huku viongozi wa kijeshi wa taifa hilo wakionya kuwa watajibu kwa nguvu dhidi ya mashambulizi yoyote yatakayohatarisha usalama wa nchi hiyo. Katika siku za hivi karibuni, vikosi vya Iran vimekuwa vikiongeza uwepo wake katika maeneo ya bahari karibu na mlango wa Hormuz, huku vikifanya doria kali zaidi na kuonya vyombo vya usafiri wa baharini kufuata kikamilifu taratibu za usalama zilizowekwa. Mpaka sasa mamlaka za Marekani hazijatoa tamko rasmi kuhusu tukio la meli hizo 4 wala kuthibitisha iwapo zilikuwa na uhusiano wowote na Marekani au washirika wake. Pia haijafahamika kama kulikuwa na mawasiliano yoyote ya moja kwa moja kati ya vikosi vya Iran na uendeshaji wa meli hizo kabla ya kufyatuliwa kwa risasi za onyo. Kutokana na ukosefu wa taarifa kamili, wachambuzi wa usalama wanaendelea kufuatilia kwa karibu ili kubaini kama tukio hilo ni ishara ya kuongezeka kwa msimamo mkali wa Iran au hatua ya kawaida ya usalama wa baharini. Kadri mvutano unavyoongezeka, hofu kubwa inaendelea kutanda kwamba makosa madogo ya kioperesheni na kutoelewana baharini yanaweza kusababisha mgongano mkubwa wa kijeshi kati ya Iran na Marekani, jambo ambalo linaweza kuwa na athari si tu kwa Mashariki ya Kati bali pia kwa uchumi na usalama wa dunia kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.